kuiga mema ambayo ameyafanya kiongozi huyu. Na mtazamaji wa TBC1, kama nilivyokutaarifu, kule ambako kutafanyika shughuli ya maziko ya mzee Cleopa David Msuya, TBC iko tayari kabisa kukupa kile ambacho kitakuwa kikiendelea kule, na watakapokuwa tayari, mtazamaji utaweza kuona hali halisi ambayo iko kule, lakini pia na mwili utakapofika pale utaona namna tulivyojipanga katika kuhakikisha kwamba unapata shughuli nzima hii toka jijini Dar es Salaam mpaka hapa tumefika katika wilaya ya Mwanga, takribani kilomita 20 kutoka kule chini mjini mpaka kufika huku katika kijiji cha Mwanga, tukipita katika miundombinu ambayo inaridhisha, barabara ya lami. Na hii ni jitihada pia za wananchi ambazo zilionyeshwa na viongozi wa kijiji hicho wameeleza bayana, wameka bayana namna walivyokuwa wakishirikiana katika kuhakikisha wanaharakisha maendeleo ya eneo hili. Na barabara ni moja ya njia ambayo inasaidia harakati nyingi sana za kiuchumi. Miundombinu ambayo iko hapa imesaidia wananchi kupitisha huduma mbalimbali. Tunaona majengo mazuri ambayo yanaridhisha kwa wananchi wa hapa wa kijiji hiki cha Chomvu, na inatoa taswira basi umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo wananchi wanapewa somo hapa la kuendelea kujifunza, kuendelea kushirikiana. Na hii haikuja hivi hivi kirahisi, bali kuna misingi ambayo imetengenezwa na hayati Cleopa David Msuya ya umoja, mshikamano. Na viongozi hapa wamediriki kusema kiongozi wa KKKT Dr. Alex Malasusa ametilia mkazo kabisa na kutoa mfano mzuri kwamba katika maeneo ambayo yanaongoza ya kwamba kuwa na mshikamano bila kujali itikadi za dini zao. Ni hapa katika wilaya hii ya Mwanga wanashirikiana bega kwa bega, na tusijaribu kuwagawa wananchi kutokana na misingi ya dini. Hilo ni somo kubwa sana ambalo linapaswa kuzingatiwa na wananchi wenyewe, lakini pia na viongozi katika nafasi zao, viongozi wa dini, viongozi wa kiserikali na kadhalika. Baadhi ya msafara mwingine ukiendelea kuondoka hapa taratibu kutokana na itifaki ambayo imepangwa hapa kwa wale ambao watakuwa wanashiriki katika shughuli ile ya mwisho kabisa ya maziko, wakiondoka katika eneo hili la kanisa hapa kwa ajili ya kuungana na viongozi wengine ambao wako kule, ambao watampokea Rais Dr. Samia Suluhu Hassani katika hatua za mwisho za kumpumzisha kiongozi huyu wa taifa hili la Tanzania ambaye amehudumu katika nafasi mbalimbali. Naam, utaratibu ukiendelea kutolewa hapa kwa viongozi ambao wamefika katika kanisa hili katika wilaya hii ya Mwanga, dayosisi ya Mwanga, katika kushiriki na kuwapa nguvu wanafamilia, wana ndugu wa hapa ambao wameshiriki katika ibada hii maalumu ya kumwombea kiongozi wao ambaye ameondoka duniani na kuacha simulizi ambayo inapaswa kuigwa na viongozi mbalimbali. Joseph Bura, pia ulikuwa ukifuatilia namna kiongozi wa kanisa hili la KKKT Dr. Alex Malasusa akitilia mkazo swala la uvumilivu na unyenyekevu. Hakika Alex Gehaz Malasusa, kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, amezungumza mengi sana kama kiongozi wa kiroho, lakini pia neno moja nzuri sana na muhimu sana ambalo Watanzania tunapaswa kuondoka nalo ni pale aliposema, wana familia ya Cleopa David Msuya ninawaonea wivu. Baba yenu amefanya mengi, si kwa familia yake ninyi watoto wake, lakini amefanya mengi katika taifa la Tanzania, na mchango wake na wa utumishi na uadilifu wake ndio leo umetukusanya hapa. Viongozi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
wako hapa. Viongozi wetu kutoka kule Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi yuko hapa, na makamu wa pili wa rais Hemed Abdullah yuko hapa, na kila kiongozi wa dini, viongozi mbalimbali, wananchi wamejitokeza hapa. Yote haya ni kwa sababu tunakumbuka mchango wake katika taifa hili la Tanzania. Akasema baba yenu amefanya mengi katika taifa hili, anapaswa kuenziwa, na heshima kubwa ya maziko haya ambayo inasimamiwa na serikali ni kwa sababu ya mchango wake. Akasema wakati mwingine kama viongozi wa dini wanapopokea taarifa ya msiba, wakati mwingine wanasema huyu mtu, wanajiuliza kama viongozi wa dini, huyu mtu amefanya nini? Hata tunapokwenda kumzika tutazungumza nini kwa wale ambao watajitokeza, ili tuwe kama viongozi wa dini ulivyo wajibu wao kuwakumbusha watu kwamba iko siku moja kuna kufa, kuna kuishi na kuna kufa. Watasema nini kuhusu huyo? Kwa hiyo anatukumbusha wote ambao tuko hai leo hii kusimama katika zamu zetu, kufanya yale ambayo tunatekeleza kama majukumu, kusimama katika zamu zetu na kuwa waadilifu na kuchangia katika jamii zetu na katika familia zetu, ili siku Mungu atakapotuita siku ya mwisho wa maisha yetu duniani hapa, basi kuwe na alama ambayo Watanzania na wale watakaobaki nyuma wanaweza kujivunia kwamba Asha Haji alikuwa na mchango mkubwa katika familia yake. Asha Haji alikuwa na mchango mkubwa katika taifa lake la Tanzania. Simaanishi Asha Haji huyu, inamaanisha wewe ambaye unatufuatilia Mtanzania popote pale katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mwanafamilia na kama mwanakaya na kama kiongozi katika taifa, unaweza ukajitafakari, nifanyie nini jamii yangu ili niweze kukumbushwa siku ya mwisho ninapoondoka katika dunia hii. Kwa hiyo ni mengi sana ambayo viongozi wetu hawa wa kweli, Mzee Jakaya Kikwete ametukumbusha mengi sana kwamba Cleopa David Msuya alikuwa ni, anasema, ametumia neno, alikuwa ni binadamu wa tofauti na sisi. Ni binadamu aliyekuwa na sifa yake ya uvumilivu. Ni binadamu ambaye alijitolea muda wake wa uongozi wake kwa ajili ya jamii yake. Lakini pia tunakumbuka pia wakati mwanafamilia Dr. Job Cleopa Msuya akizungumza, mtoto wa hayati Cleopa Msuya, anasema baba yake aliwafundisha watoto wake si kuwapa fedha ya mkononi, chukua hizi ni fedha nakupa, kwa sababu tu yeye ni kiongozi na ni baba wa familia, alikuwa na nafasi nyingi na anaweza kuwa na fursa ya kupata labda chochote cha kuwapa. Hapana, aliwafundisha kutafuta fedha za kwao wenyewe na kusimama kwa miguu yao. Kila mtu ajitafutie na afanye kile ambacho kinawezekana. Kwa hiyo aina ya viongozi ambao kwa kweli hawafundisha hata watoto wao kuwalisha kwa kijiko, anawafundisha wakatafute kabla ya kukifikisha kwenye sahani na kwenye kijiko kukipeleka mdomoni. Kwa hiyo tuna chuo cha mafunzo kwa kweli kutoka kwa Cleopa David Msuya ambaye anatufundisha mengi sana. Na unakumbuka hata viongozi mbalimbali ambao tumezungumza nao Asha Haji hapa tangu jana, tangu juzi na hata leo, kuna maneno matatu tu ambayo tunaondoka nayo, misemo ama maneno ama falsafa za Kipare. Maneno matatu. Neno la kwanza ni ile ilovilo. Ilovilo kwa Kipare inamaanisha unapotaka kufanya jambo fulani, wewe mwenyewe una nini, una msingi upi mkononi unaposema tuanzishe kitu fulani, ili huo msingi utakao kuwa nao ndio uwe mchango wako wa kwanza wa kuanza nayo. Kama ni kiongozi unasema wananchi tujenge kituo cha afya ama zahanati yetu, wewe kiongozi una nini mkononi, ili uhamasishe wale wananchi walete kokoto, walete mawe, chochote mwenye fito alete, tufanye kile ambacho kitatusaidia wote. Lakini falsafa ya pili ya Kipare tunaondoka nayo ni neno kariongo. Maana yake utumie akili, ujuzi na maarifa ulio nayo kichwani mwako kuwaongoza wale ambao unawaongoza, ili tulete maendeleo katika jamii yetu. Ni maneno ambayo tunaondoka nayo, neno kariongo. Tumia ubongo wako na falsafa na ujuzi wako, ni falsafa moja nzuri sana. Lakini neno la tatu ni neno msaragambo. Neno la mimi nilikuwa najua ni neno la Kiswahili, pengine labda nilikuwa nafahamika na isikia mara inapotea, lakini leo nimekumbushwa na wote ambao tumezungumza nao tangu juzi, jana na hata leo. Msaragambo. Msaragambo ni ile Wakenya wanaita harambee. Harambee ni namna ambavyo wananchi moja tunakusanyika pamoja siku moja katika wiki, tunaitenga kama ni Jumapili ama ni Jumatatu, wote tunakwenda kufanya kazi ya kijamii, tunaenda kufanya kazi ya kuchangia maendeleo katika jamii yetu, tujenge barabara zetu bila kusubiri serikali ilete fedha ama ilete grade ikwangue barabara katika mitaa yetu. Wananchi kila moja, njoo na jembe, njoo na chepe, njoo na fekeo, njoo na shoka, tuchangie. Msaragambo,
tuchonge barabara zetu. Tunaweza tukaweka mawe pale ambapo pia barabara inaharibika kwa sababu ya mvua na mafuriko, tukapeleka hata mgonjwa wetu hospitali tukapata huduma. Tujifikirie sisi wenyewe kwa namna hiyo ya kuleta maendeleo sisi wenyewe. Msaragambo, neno ambalo Cleopa David Msuya alikuwa akihamasisha sana, na bila shaka viongozi wetu katika maeneo mbalimbali, uwe mwenyekiti wa kijiji, uwe mwenyekiti wa kitongoji, utatumia pia neno hili msaragambo katika eneo lako unaloongoza kuhamasisha maendeleo, kwa maana ya kuhamasisha nguvu za wananchi bila kusubiri serikali ituletee maendeleo. Serikali itatukuta tayari tumeshaanza sisi kama wananchi. Ni falsafa tatu: Ilovilo, Kariongo na Msaragambo, maneno ambayo lazima tuondoke nayo katika maziko haya rasmi ya Cleopa David Msuya, kiongozi wetu aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu mbili, mwaka 1980 hadi 83 na mwaka 1994 hadi 95. Amefanya mengi sana. Amekuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu kwa misimu tofauti na kwa muda mrefu sana, na amechangia mengi sana. Hakika mchango wake tutauenzi. Shukrani sana Joseph Bura kwa kudadavua hayo ya misamiati ambayo utaondoka nayo wewe, lakini misamiati ambayo pia wananchi ambao wamesikia viongozi wataondoka nayo. Ilovilo, Kariongo, Msaragambo ni maneno ambayo yalikuwa yakitumika hapa katika kuwaunganisha wananchi, lakini katika kushiriki katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Ulitaja hapa mtoto wa hayati Cleopa Msuya, wakati akitoa salamu zake pia alisababisha watu watabasamu, lakini ndio ukweli ambao alikuwa amelelewa, kwa maana ya kujifunza, kujitafuta, kupambana na kujitafutia mwenyewe. Hii inajenga uwezo wa mtu binafsi kupambana na hali yake bila kuhitaji msaada wowote. Na unakumbuka mwisho wa mwaka anasema baba huwa anawaita wanafamilia kukutana kwa ajili ya kuzungumza pia na masuala mbalimbali, lakini anasema wito wa mwisho aliwaita, lakini akionekana katika hali kidogo alikuwa tayari hajisikii vizuri kutokana na umri, lakini baba alikuwa akiwapa matumaini watoto wake, lazima tukutane nyumbani, na akawaeleza masuala ya msingi ambayo wanapaswa kuyazingatia bila kutetereka. Kwanza kuhakikisha kwamba kuna Mwanga Hakika Bank inaendelea kusimama, lakini pia namna watakavyoweza kutengeneza chuo ambacho pia kitatoa mafunzo na ujuzi, na kukiri kwamba kutokana na wito wa baba na kutokana na maisha yake na namna alivyowalea, alijifunza kwamba unapoianzisha ndoto yako hakikisha unatimiza ndoto yako. Na hili ni jambo jema sana la kujifunza ili kuweza kupambana na maisha. Vijana wa sasa wanaitwa Gen Z, ambao wanatajwa kwa sifa tofauti, wengi wakitajwa kuwa na mihemko, lakini kukosa ustahimilivu na uvumilivu katika mambo, lakini wakizingatia masuala ya busara na yale ambayo viongozi wetu waliishi, bila shaka watafika pale wanapopahitaji. Na mtazamaji wa TBC1, vinyunyu vya hapa na pale ikidondoka kwa mbali, lakini mvua hapa ilishuka ama ilinyesha, na mvua ni baraka, na kiongozi huyu mstaafu katika ngazi mbalimbali za serikali hakika amepata baraka kwa imani, watu wakiamini hivyo kwamba mvua ni baraka, na kiongozi kama huyu amelala pale, ikiashiria basi siku hii ni njema, anaenda kupumzika kwa amani na salama insha Allah. Na mambo yakiwekwa sawa hapa, baada ya utaratibu mzima wa kuwa viongozi kuondoka hapa, na wale ambao ni mahususi kabisa ambao utashiriki katika shughuli za maziko wakitangulia kule, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yupo katika hatua ya mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba baba ambaye alimtaja, alikuwa akimsoma na pia alibahatika kuonana naye,
na kueleza namna alivyokuwa akiguswa na yale ambayo alikuwa akiyatekeleza, kwa maana kutambua mchango wake wa hayati Cleopa Msuya katika mageuzi ya uchumi wa nchi hii, katika maendeleo ya nchi hii akiwa waziri wa fedha. Lakini pia akataja katika kipindi cha kampeni, kipindi kile uchaguzi wa 2015, alitumwa katika mkoa huu wa Kilimanjaro, na alifika huku kwa ajili ya shughuli hiyo ya kampeni, na anatabanaisha namna alivyopewa maelekezo na kuonana na mzee huyu, na hakika mambo yalienda sawa, yakafanyika na kufanikiwa. Inaonyesha ni namna gani alikuwa kisima cha busara katika kuwapa watu njia pale wanapokwama katika utatuzi wa mambo mbalimbali, hasa katika utekelezaji wa masuala ya kiserikali, masuala ya kiuongozi na kadhalika. Na pia rais amegusia kwa wale ambao wapo hapa duniani kwamba akinukuu kitabu cha hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi kwamba maisha ni hadithi tu, basi tujiandikie hadithi yetu nzuri ambayo tutakapoondoka hadithi hii isimuliwe. Hadithi ya Cleopa David Msuya ikiendelea kusimuliwa toka pale tarehe 7 alipotangazwa kuondoka duniani ama kufariki, ndipo simulizi za hayati Cleopa David Msuya zilianza kusimuliwa. Viongozi waliomfahamu, waliofanya nao kazi kwa karibu zaidi, wale waliokuwa maswahiba, hata hapa katika kijiji hiki cha Chomvu tumepata maswahiba wake wazuri, wengine wakiwa ni watumishi hapa katika kanisa hili, wakieleza namna alivyokuwa katika kijiji hichi, alivyokuwa akishiriki katika ibada na kuwa mshauri, na ndiyo pia ni muasisi wa dayosisi hii ambayo alihakikisha anaisimamia. Na sisi ambao tulifika hapa tunaona wapi walianzia. Kuna kanisa moja dogo hapa ambalo lipo katika eneo hili, ukiacha hili ambalo hayati Cleopa Msuya alihamasisha katika ujenzi wake na hatimaye kufikia hatua hii. Ni ujasiri wa hali ya juu wa kuanzisha jambo, kulisimamia na kuhakikisha linatekelezeka. Na mtazamaji wa TBC1, naona ni maandalizi haya, magari mengine yakitoka hapa katika eneo hili la uwanja wa kanisa hili hapa Chomvu kwa ajili ya kuungana basi na wengine, na kuna wengine ambao wametoka kule chini kule, bila shaka na wao ambao wamesema hatutakaa hivi hivi, lazima tushiriki katika kumsindikiza katika ibada maalum ambayo imefanyika hapa, ikiongozwa na viongozi mbalimbali wa kidini. Hapa tumeshuhudia karibu maaskofu takriban 6 ambao walikuwa na vipengele maalum vya katika maombi haya, kumwombea lakini pia na kumbariki aende salama. Maisha ya duniani ameyahitimisha, hesabu ndio zilizobaki, lakini hesabu zake sisi tunaendelea kuzihesabu na kuzisimulia hapa, lakini bado zitabaki katika historia za vitabu ambavyo vitaandikwa. Cleopa David Msuya alikuwa ni nani? Kwa watoto ambao sasa hivi wako shuleni wakiendelea kusoma, wanasoma somo lile la uraia ama civics, wanaangalia namna viongozi alipotoka waziri mkuu Cleopa David Msuya, alifuata waziri mkuu ni nani, mpaka hapa tulipofikia kwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Anaonekana pale kwa mbali kama sijakosea, moja kati ya viongozi ambao wametoka mbali sana, kutoka kule mapumzikoni ambayo yupo kule Njombe. Moja kati ya viongozi ambao nilibahatika kuzungumza naye mapema tu baada ya taarifa za kifo cha hayati Cleopa David Msuya ni aliyekuwa katibu mkuu kiongozi mstaafu Philemon Luhanjo. Moja ya mambo ambayo alizungumza, kwa sababu alizungumza vitu vingi sana. Na mtazamaji, kabla ya kuendelea na taarifa hizi na hadithi ambazo tunasimulia hapa, unaona gari maalum ambayo ikiwa imebeba mwili wa mzee Cleopa David Msuya, ikiwa katika hatua za mwisho basi
baada ya taratibu zile nzima kukamilika hapa, bila shaka watakuwa wanaanza mwendo wa kupandisha kule katika kijiji cha Chomvu yalipo makazi ya hayati Cleopa David Msuya. Mtazamaji, unawaona hapo baadhi ya watu, bila shaka ni wenyeji wa hapa, watoto hawa, nasema ni wanafunzi hawa pia ambao nao wameshiriki katika tukio hili muhimu kabisa la ibada maalum ambayo imefanyika hapa katika eneo hili ndani ya kanisa. Lakini pia kuna waumini wengine, wananchi mbalimbali nao wameshiriki wakiwa katika viwanja vya nje vya kanisa hili ili wakifuatilia ibada, maneno yenye faraja, maneno yenye kutia nguvu na kuwatia moyo wale ambao wameondokewa na ndugu yao wa karibu, wale ambao wameondokewa na mpendwa wao, na taifa kwa ujumla ambao waliwahi kufanya kazi kwa karibu sana na hayati Cleopa David Msuya. Mtazamaji wa TBC1, kama unavyoona gari hili maalum likiwa limebeba mwili wa hayati Cleopa David Msuya likiwa hapa, bila shaka wakisubiri taratibu zile muhimu ambazo zitaruhusu basi gari hili kuondoka katika eneo hili na kwenda katika eneo lingine ambalo kule mambo yakiwa sawa. Mtazamaji wa TBC1, utasikia pia maelezo kutoka kule. Yuko mwandishi wetu Anuari Mkama, mapema kabisa alifika pale katika eneo lile. Bila shaka atakuwa na mengi ya kuzungumza na mengi ya kusimulia kile ambacho kinaendelea kule, ikiwemo viongozi ambao tayari wamekwisha endelea kuwasili katika eneo lile la Chomvu. Na mtazamaji, ni kikukumbusha nyuma ili uendelee kujifunza wewe msikilizaji wa TBC 1, lakini pia TBC Taifa tuko hapa pia katika kukuletea maelezo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika kijiji hiki cha Chomvu, ambako ndiko shughuli hii imekuja kuhitimishwa toka ilipotangazwa pale tarehe 7 ya mwezi Mei mwaka huu 2025, ambapo taarifa za simanzi zililetwa na ambapo tutakuwa tukisikiliza mengi zaidi kutoka kwa wale ambao waliomfahamu zaidi kiongozi huyu ambaye amelala pale katika eneo hili, na gari maalumu hiyo ikionekana hapo, mtazamaji wa TBC1. Lakini viongozi wengine, wananchi wamekwisha ondoka katika eneo hili, na waliobaki ni wachache tu, na wenyewe wakitoka katika eneo hili kwa ajili ya kuungana na wengine ambao wamepata tunasema ni fursa kutokana na eneo lile kutokuwa na uwezo wa kubeba watu wengi kwa pamoja kama hapa tulivyoshuhudia. Basi ni watu wachache tu ambao watashiriki katika shughuli hiyo ya maziko ya kitaifa ya kiongozi huyu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Mtazamaji wa TBC1, kiongozi huyu ameanza kuonyesha jitihada zake za kuwa mtiifu toka akiwa katika chama cha tano na ambacho pia tulikuja kupata Chama cha Mapinduzi baada ya kuungana na chama cha ASP na kupata Chama cha Mapinduzi CCM, na ameweza kusimama kidete toka mwaka 1964 mpaka 77. Amekuwa kiongozi mtiifu, na wametoa ushuhuda hapa kwamba licha ya kupata nyadhifa mbalimbali ambazo alikuwa akizihudumu, hata alipotolewa katika wadhifa ule na kupewa mwingine, aliendelea kuwa mtiifu na kupokea na kuendelea na kazi. Nipo na mmoja wa kazi wa hapa Mwanga, ambao naye ana simulizi nzuri kabisa za kueleza mtazamaji wa TBC1 namna walivyoshirikiana na hayati Cleopa David Msuya. Kwanza tunakupa pole. Kwa majina naitwa Elia Pendavyo Kujaeli Msuya, natokea wilaya ya Mwanga, hii kijiji cha Vuchama. Mimi ni mkazi wa Mwanga, lakini kwa sasa niko Dodoma kikazi,
ndiko nakoishi Dodoma kwa sasa hivi. Lakini ninavyomfahamu mzee Msuya, wakati anakuja Dodoma kwa miaka ile akiwa mheshimiwa mbunge na waziri mkuu, kwanza tukikutana naye ulikuwa huwezi kujua kwamba ni waziri mkuu, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa Wanamwanga kule Dodoma. Lakini akija alikuwa anashiriki kwenye vikao vyetu vyote vya Wanamwanga kule, na hata sasa alipomleta huyu mbunge wa sasa anaitwa Tadayo, alipokuja alimtuma akamtambulisha akamfikisha kwetu, akalipomwelekeza alikuja akatutafuta, tukamuona, tukakutana naye, akaendelea kushirikiana nasi kama alivyotumwa na baba yetu mzee Clifford David Msuya. Tumeendelea naye, na baada hili lilipotokea ilitubidi sisi tutoke Dodoma kwa sababu ni mzee wetu kuja kwa ajili ya kumhifadhi. Tukiwa mbunge wetu alikuwa Dodoma bungeni, hatukuweza kumwacha, ilibidi tuongoza naye, yeye akaenda Dar es Salaam kwa maandalizi ya huu mwili kwa sababu alikuwa kwenye kamati ya maandalizi, lakini sisi tulitokea Dodoma moja moja tukaja huko endelea na shughuli ya kumhifadhi baba yetu ambaye ni mzee wetu. Kwa wilaya ya Mwanga hatuna cha kusema zaidi ya tunamshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu tunaamini kwamba baba yetu ametangulia, lakini jina lake litaendelea kuishi kwa yote aliyofanya memba. Naam, rais hapa amezungumza kwamba swala la umoja na mshikamano ambalo alikuwa akilisisitiza hayati Cleopa David Msuya muliendeleze, na kuna ujenzi wa hospitali ulikuwa ukiendelea hapa. Hili mnalichukua kwa uzito gani na ili kuweza kulifanikisha? Sisi Wanamwanga kwenye umoja hatuna tatizo, kwa sababu na hakika sio sisi tu tuliotokea Dodoma, lakini Wanamwanga wote huwa kuna kitu chetu wanaita Msaragambo, ambao ni umoja wetu wa Wanamwanga. Swala lolote likitokea la kitaifa, iwe ni barabara kurekebisha, ni jengo la hospitali, kitu chochote, akishasema tuna kazi ya Msaragambo kwenda siku fulani ya kwenda kushirikiana, wote Wanamwanga wote wanatoka kwa pamoja na tunakwenda kutekeleza hilo. Hatuna wasiwasi na wazee wetu hata walioko Mwanga au Wanamwanga kwa jumla. Hilo litatekelezwa kwa sababu tuna mshikamano tangu enzi za mzee wetu Cleopa David Msuya. Alituachia, hiyo ni urithi aliotuachia ambao na hakika Wanamwanga hawezi kupoteza, kwa sababu mpaka sasa tuna ushikamano wa kutosha, na mshikamano uko vizuri, tunaendelea nayo na yote yatakwenda kufanyika bila wasiwasi. Na bila shaka ni mema kabisa hayo ambayo unayasema kwamba mtaenda kuyafanikisha. Na mtazamaji wa TBC1, kama utakuwa ukifuatilia hapa msafara unatoka hapa bila shaka kutokana na eneo hili, taratibu utaondoka hapa kuelekea kule kijijini kwa mzee Cleopa David Msuya ambapo ataenda kupumzishwa. Na mmesema nyinyi umoja ni jadi yenu, umoja mtauendeleza. Naam, kwa namna mlivyoishi naye na namna alivyokuwa akihitaji ama masuala ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, nyinyi mmejifunza nini? Kwa sababu wewe ni mzee sasa, kuna vijana ambao wako chini yako, swala la kuanzisha kitu na kuhakikisha mnakikamilisha. Sisi tulichojifunza kutoka kwa mzee wetu ni kwamba alikuwa anatii na kuishi katika ndani ya ndoto zake alizozoea. Kile alichokiamini alikuwa anakifanyia kazi na kukitekeleza, na aliamini katika ndoto zake kwamba kile ambacho ni chema alikuwa